Ndugu wa Tanzania wenzangu, jina langu naitwa Pius Erasto Ikongo, askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania Act of God Church, kwa Kiswahili kanisa la matendo makuu ya Mungu Tanzania. Natumia nafasi hii kuongea na viongozi wa dini nchini. Ni makosa makubwa kutumia taasisi za kidini au madhehebu yetu ya kidini kuyatumia ili kuweza kuwaibia wananchi au kuwadhulumu wananchi, kwa sababu wananchi hao ndio waumini wetu na ndio jamii iliyotuzunguka. Kwa hiyo naomba viongozi wa dini nchini Tanzania kwa sasa, hebu tuache tabia ya kutumia taasisi zetu za kidini kudhulumu wananchi au kutumia fedha za wananchi au kuhujumu mali za wananchi, hasa pale wanapokuwa wamepewa mali hizo kwa malengo na makusudi maalum kwa ajili ya maendeleo katika maeneo yao. Kwa sasa kumekuwa na wimbi kubwa la viongozi wa dini ndani ya nchi hii ya Tanzania wakitumia taasisi za kidini au madhehebu yao kupata fedha kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi au waumini au kusaidia jamii inayotuzunguka. Sasa badala ya kufikisha fedha zile kwa walengwa, tunaanza kuzitumia sisi kwa manufaa yetu, kwa maisha yetu. Sasa nimeona niyaongee haya kwa sababu najua viongozi wa siasa, viongozi wa serikali, ni ngumu sana kunyooshea vidole viongozi wa dini, lakini sisi wenyewe kama viongozi wa dini tunapaswa kunyoosheana vidole sisi kwa sisi na kuonyana sisi kwa sisi. Ninajua viongozi wa dini wengi hamtanipenda kwa sababu mara nyingi mnaniona mimi kama sina hekima, sina busara, hasa pale ninapozungumza ukweli. Ninaposema viongozi wa dini tuache tabia hiyo ya kutumia taasisi zetu, kutumia kivuli cha dini kupoka mali za wananchi. Leo nitanyooka moja kwa moja kwa taasisi moja ya kidini ambao ni kanisa la KKT, kanisa la Kiluteri Tanzania. Nyie ndio nataka niwatolee mfano kama moja ya madhehebu. Yako mengi sana. Sasa hivi tumeingia 2026. Nitaweka wazi kila dhehebu linalotumia fedha za wananchi kwa njia ya kushibisha matumbo yao wenyewe. Kwa hiyo viongozi wa dini, mjiepushe na hali kama hii. Tawapa mfano wa kanisa la KKT. Kanisa la KKT au kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania limekuwa likitumia fedha zinazotumwa na wafadhili kwa ajili ya kuleta manufaa na maendeleo kwa wananchi. Wao wanazitumia kwa faida zao, viongozi hawa wa KKT. Sasa wamefanya hivyo Morogoro, huko baadaye nitataja. Wanafanya hivyo mkoa wa Kilimanjaro, wanafanya hivyo mkoa wa Arusha na mikoa mingine mingi. Kanisa la Kiinjili la Kiluteri, viongozi wake wamegeuka kuwa wezi. Hakuna mtu wa kuambia ukweli, lakini mimi nitawaeleza. Na mnaposikia naongea hivi, maana yake nimeshafanya utafiti, nina ushahidi wa kutosha. Nitatoa mfano mmoja. Mfano mmoja ni hapa kwetu Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga. Mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga. Kanisa la KKT dayosisi ya Mwanga, ambao dayosisi hii ya Mwanga waliidai kwa nguvu mno. Dayosisi ya Mwanga ilidaiwa kwa nguvu sana, na mpaka kupata dayosisi, viongozi wa KKT mnajua kabisa na mnafahamu, ilisababisha vita, kuna watu walipoteza maisha, kuna mifugo ilikatwakatwa mapanga, kuna watu walipata madhara makubwa sana kwa ajili ya ile vita, kwa ajili ya kupata dayosisi. Sasa
Dayosisi ya Mwanga, viongozi wake wamekuwa ni watu wezi, wala sina lugha nyingine ya kujaribu kusema labda kuficha ficha. Hapana, wamekuwa ni wezi kabisa. Kwa nini nasema ni wezi? Nasema ni wezi kwa sababu kuna miradi baadhi ambayo mimi mwenyewe naifahamu. Katika miradi yote hiyo ambayo nimeifanyia utafiti, mradi wa kwanza ni mradi wa maji katika kitongoji cha Kisangiro. Kitongoji cha Kisangiro, mimi nilikuwa mmoja wa wajumbe wa kamati ya wazee washauri katika maendeleo katika kitongoji cha Kisangiro. Kitongoji cha Kisangiro, wananchi wa Kisangiro 98%, naomba mnielewe vizuri, 98% ya wananchi wa kitongoji cha Kisangiro ni dini ya Kiislamu. 2% ndio sisi wa Kristo, ambao unaweka hapo wa Catholic, wa Lutheran na wa Pentekoste. Sisi tuko 2% tu. Sasa kitongoji cha Kisangiro tuliomba fedha kutoka Marekani kwa mfadhili aliyekuwa anaitwa Richard. Huyu Richard kwa sasa amefariki, na kabla hajafariki alitoa milioni 25. Kwa nini alitoa fedha hizo? Alitoa fedha hizo kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa kitongoji cha Kisangiro waweze kufungiwa maji Kisangiro na sehemu inaitwa Kichwa ya Ng'ombe. Kichwa ya Ng'ombe kuna kaya zisizopungua 20. Kisangiro ina kaya kama 108 mpaka 110. Sasa hizi kaya zote, Kisangiro na Kichwa ya Ng'ombe, hizi kaya 130 zilipewa fedha milioni 25 ili ziweze kufungiwa maji haya ya kutumia, maji safi ya kunywa. Sasa basi, ile milioni 25 ilipotolewa na wafadhili wakina Richard, bahati mbaya Richard akafariki. Sasa malengo ya Richard au wafadhili au wa Marekani kutoa fedha zile ni kwa ajili ya kuwafungia wananchi maji. Sasa zile fedha milioni 25 zilipotolewa, mimi nikahoji hizi pesa kwa nini zisiwekwe kwenye mfuko wa serikali ya kitongoji cha Kisangiro? Nikaambiwa kwamba fedha hizi, kwa sababu ndani ya wafadhili na kanisa la KKT linahusika, baadhi ya wajumbe na viongozi wanahusika na wale wafadhili, basi fedha hizo zimewekwa kwenye mfuko wa kanisa la KKT Dayosisi ya Mwanga. Mimi nikawaambia wananchi wa Kisangiro pamoja na uongozi wote ulioko, nikawaambia kwa sasa msiwe na wasiwasi. Kumbukeni nawaambia kitu ambacho nimehusika. Natoa mfano kwa sababu nina ushahidi wa kutosha. Zile pesa nikawaambia wananchi wa Kisangiro msiwe na wasiwasi wala msiwe na shida, kwa sababu tumepewa milioni 25 zimewekwa kwenye mfuko wa kanisa la KKT Dayosisi ya Mwanga. Kwa sababu ziko kwenye akaunti ya dayosisi, ziko salama. Kwa hiyo mimi niliwahakikishia wananchi wa Kisangiro pamoja na mwenyekiti wangu ambaye sasa hivi ni mstaafu na kamati yote ambayo tulikuwa pamoja kwenye uongozi uliopita, niliwahakikishia usalama wa milioni 25 kwamba ziko kwenye mfuko wa kanisa kwenye akaunti ya dayosisi. Kwa hiyo ni salama, fedha hizo zitawafikia walengwa. Cha kushangaza na cha kustaajabisha, sasa hivi mnabaki kulaumu na kunipiga vita na kusema hii Kongo unaongea sana na nini, nyamaza, unalichafua kanisa. Wakati
Kama fedha hizo zingekuwa zimewekwa kwenye mfuko wa msikiti ambao wao ndio 98%, je, nisingehoji? Kwa nini sasa hivi ninahoji? Kwa sababu KKT ni Wakristo wenzangu. Kama nyie ni Wakristo wenzangu na wote tunataka kwenda mbinguni na tunataka tutende haki, kama hawa wafadhili wametoa fedha hizi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Kisangiro, hizi kaya 130, kwa nini wasifungiwe maji? Kwa nini fedha hizo wananchi wasizifaidi? Nikihoji mnaanza kuwa wakali, mnaanza kuniona mimi kwa sababu labda ni wa dini ndogo, kusema ni askofu gani, na kuanza kutuma watu kunitukana kwenye mitandao. Sasa ngojeni niwaambie, kwa nini nasema viongozi wa KKT muache wizi na muache kula fedha za wananchi, huku mkisingizia kwamba ni dhehebu la kidini na mnahubiri habari za Mungu? Ni kwa sababu hizo milioni 25, mchungaji kiongozi wa kanisa hili la KKT ambalo sasa hivi mnaita ni cathedral, makao makuu, mlimpa milioni 2. Yaani mlitoa milioni 2 mkampa mchungaji akale, fedha ambazo ni mali ya wananchi wa Kisangiro. Mkatoa tena milioni 2 mkampa mjumbe fulani wa KKT kiongozi, mkatoa tena milioni 2 mkampa mjumbe mwingine, na wajua kwa majina wote, milioni 8 mkagawana, viongozi 4 wa KKT, mkianza na mchungaji wenu kiongozi. Pesa zilizobaki mkazipeleka kwenye akaunti ya mfanyabiashara mmoja mkubwa yuko hapa Mwanga. Mkitaka na akaunti zake nakuja nitazitaja, nitaweka kila kitu hadharani. Sasa nasema haya ili muendelee kunitukana na kusema mimi sio askofu, sio mchungaji, sio nini. Mimi ni mtu ambaye ni mtu ambaye ni wahovyo, watu wanipuuzie. Lakini mimi nakuja kueleza hizo pesa mmegawanaje. Nimewaambia, wa kwanza ni mchungaji wa cathedral, amepewa milioni 2. Wa pili kuna mjumbe mwingine ambaye ni katibu, amechukua milioni 2, katibu mkuu, na wengine wajumbe wengine mkagawana milioni 8, milioni 2. Pesa zilizobaki mkazitoa kwenye mfuko wa kanisa la KKT, mkazipeleka kwenye akaunti za watu binafsi. Kuna mmoja ambaye ni mfanyabiashara mkubwa wa wilaya ya Mwanga, mkaweka zile fedha kwake, mkaendelea kuzichukua kidogo kidogo, kwamba kuna vikao, kuna hiki ni za kutumia kwenye kikao, mpaka pesa zile mmezimaliza zote. Mnakuja kumdanganya mkuu wa wilaya na viongozi wa idara ya maji, mnawapeleka kijiji cha Mforo, mnasema mnaenda kuzindua maji ambayo tumeletewa na Rais Samia bure, maji ambayo Rais Samia amekuja akazindua. Lakini ile kutufungia kwenye nyumba, hakuna kaya hata moja mmefunga maji. Nikihoji mnanisema mimi ni mbaya. Sasa mimi nawaambia, acheni kutumia taasisi ya kidini kuzulumu fedha za wananchi. Niwaambie, mimi mnataka ninyamaze, nisiseme chochote. Niwaulize, fedha hizo zingewekwa kwenye mfuko wa msikiti, ningenyamaza pia? Si mngelalamika? Hasa kwa sababu hazijawekwa kwenye msikiti, zimewekwa kwenye kanisa la KKT, na si tunyamaze kwa nini? Na kwa nini nyie KKT mgawane pesa za wananchi, ambao wananchi hao 98% ni Waislamu? Maana yake mnataka hawa Waislamu 98% watuone pamoja na sisi kwenye ile 2%, na sisi tunahusika, na Wakatoliki wanahusika huko. Mnataka kutuambia na Wapentekoste wote wanahusika, wakati pesa mmezila wenyewe wa KKT. Halafu mnadanganya kuna watu wamefungiwa maji. Watu waliofungiwa maji ni kama 4, tunawafahamu wote. Na mkizungumza habari ya Mforo,
kwamba kuna watu mliwasaidia mforo. Wafadhili wale mimi nawaelewa, walishatoa fungu la mforo, na mforo tayari, kijiji cha mforo walishapewa fungu lao. Hiyo milioni 25 ilikuwa ni kwa ajili ya Kisangiro na Kichwa ya Ng'ombe, kaya 130. Na nyie viongozi wa KKT Dayosisi ya Mwanga, nyie ni watu wa ajabu sana. Kwa sababu gani? Mnahubirije wokovu wakati mnakula fedha za wananchi? Maana yake hiyo milioni 25 kama mngefungia wananchi hawa 130, kaya 130, kama wangefungiwa maji bure kulingana na malengo ya wafadhili. Na ninayasema haya kwa sababu najua kesho kutwa tarehe 15 wafadhili wanakuja nazo taarifa za kutosha kwamba ni kuanzia tarehe 15 KKT mnapokea wafadhili wako wanaotoka Ujerumani na Marekani. Na mimi ndani ya wafadhili wa KKT kuna wengine wananifadhili, na mimi pia kanisa letu wanalifadhili kanisa letu. Kwao najua tarehe 15 wanaanza kuingia mpaka tarehe 20 wanaendelea kuingia. Yaani mwezi huu wa kwanza kuanzia tarehe 15 mpaka mwezi wa pili ni nyakati za kupokea wafadhili. Ndio maana yaongea haya, na wale waliotoa fedha wanakuja. Kwao ndio hapa nilipo, nataka niandae barua na taratibu zote, ili kwamba wajue kanisa la KKT sio kanisa ambalo linahubiri haki na kuhubiri namna ya kuwasaidia jamii, bali fedha wanazotuma wafadhili zinaliwa na viongozi wa KKT. Nazungumza haya maana ninao ushahidi. Nimeongea na viongozi wa serikali, wanaogopa kuwafata, wanaogopa kwenda kuongea na viongozi wa dini, kwa sababu wakija wa kwenu wanawaona kama ni watakatifu, ni watumishi wa Mungu, wakati mnakula hela za wananchi. Kama milioni 25 mngezitumia kwenye kaya 130, yani mkawafungia maji bure, mngekuwa kwanza mmewasaidia jamii ya Kisangiro na Kichwa ya Ng'ombe. Kwa wananchi 130 wangefungiwa maji bure, ingetumika milioni 18 na laki mbili. Kwa bei ambayo ya Samwasa kila kaya moja 140,000. Kwa hiyo wakifunga maji kwenye kaya 130, maana yake hapo kuna milioni 18 na laki mbili. Bado ingebaki milioni 6 na laki 8. Ingebaki milioni 6 na laki 8. Lakini nyie mmekula zote. Okay, sawa. Wacha mimi Ikongo nikubaliane na nyie kwamba sawa, mmewafungia watu maji. Zile pesa mnapozitoa kwenye akaunti ya diocese, ambayo tunaamini kwamba fedha zetu zimewekwa kwenye akaunti ya diocese, mnazitoaje bila vikao? Kuna kikao gani ambacho mliwahi kukaa mtuletee na minutes kabisa zionyeshe kwamba kikao hiki mlikaa tukakubaliana zitolewe milioni 2 apewe mchungaji akale, tukakubaliana atoe milioni 2 apewe katibu mkuu akale, tukakubaliana atoe milioni 2, yani milioni 8 mgawane nyie viongozi mkale? Kuna kikao gani kilipitisha hilo? Okay, kuna watu mmewafungia maji karibu nyumba 4 hivi, hazifiki hata 5, mmewasaidia kufunga maji. Je, ndio hiyo milioni 25? Na hata mlipowafungia kuna kikao gani mmefanya na uongozi wa Kisangiro? Hata mkiniona mimi ni kiherehere, mimi naongea sana, lakini mimi ni mmoja wa wajumbe kwenye kikao kilichopita, na fedha hizo zote nilikuwa nazifuatilia, na mpaka sasa hivi napoongea, kama hamtaacha hizi tabia, mimi nitaongea na wafadhili wasifadhili kanisa la KKT hapa nchini, kwa sababu ninajua fedha KKT wanazokula Morogoro, Arusha, hela mmezipiga sana kanisa la Kiinjili la Kiluteri, kwa sababu wafadhili mlionao na baadhi yao wanafadhili kanisa letu. Kwa ninaelewa mambo mengi yanayoendelea huko Meru, naelewa mambo mengi yanayoendelea Arusha, naelewa mambo mengi ya Morogoro, kule Shinyanga kule mpakani mwa Tabora, kule mpakani mwa Tabora na Shinyanga. Ninaelewa miradi yote hiyo, na wafadhili wanakuja kuanzia tarehe 15 Januari hii, wanaanza kuingia mpaka tarehe 20, na wakwetu watakuwa wamefika. Kwa nini nikiwaambia haya mambo mjirekebisha? Mnaniona mbaya, mnaanza kunitengenezea visa na kuongea na viongozi wa CCM na viongozi wa serikali. Muwe makini na huyu bwana, wawe na makini. Sasa nitaweka kila kitu peupe, kila kitu hadharani.
Na sasa nimeongea tu haya, nakuja na orodha jinsi pesa zinavyokuja na akaunti zinavyoingia kwenye akaunti, na mmezitoa mmeingiza kwenye akaunti ya kila mmoja. Zote nimesha print, zote ninazo hapa. Sasa mnieleze, kama serikali haiwezi kuwaonya, mimi kiongozi wa dini mwenzenu na mtumishi wa Mungu mwenzenu, hata kama hamnikubali, nitaendelea kusema ukweli. Na waasa viongozi wa dini, muache kula fedha za wananchi.